Na baada ya maandamano ambayo yalishuhudia katika maeneo ya Karuri na Banana kupinga matumizi ya dawa za kulevya miongoni mwa vijana maeneo ya Kiambu, washikadau kutoka maeneo hayo wamekutana ili kujadili suluhu za muda mrefu za kukabiliana na janga hilo. Vijana waliokolewa kutoka katika minyororo ya matumizi ya dawa za kulevya walielezea kuwa ukosefu wa ajira na fursa za kujikwamua kiuchumi unachangia pakubwa kwa wengi wao kutumbukia katika uraibu huo. Walitoa wito kwa serikali kuwekeza katika uundaji wa nafasi za ajira na vile kuanzisha kozi za mafunzo ya kiufundi ili kuwapa vijana mbadala wa kujenga maisha yao. Washikadau hao pia wamehimiza jamii kuwakumbatia na kuwaunga mkono vijana ambao walinusurika kutokana na matumizi ya dawa za kulevya badala ya kuwabagua. Walisema usaidizi wa familia, viongozi wa kidini, serikali na jamii kwa ujumla ni muhimu katika kuwezesha vijana hao kuanza upya na kurejea katika maisha ya kawaida. Ati 80% yanakea wana makimeloni ya dungu mahana atu na wahau kwa utuoke. Vijana tumeacha hizi madre, tunataka kurudisha life yetu ikuwe fiti, lakini hatuna hizo opportunities. Watu wengi trust, pia hatuna hata capital. Tunaweza taka government program yenye inaweza support, hata kama ni capacity building, hata kama ni mafunzo ya training. Serikali inaweza taka isaidie vijana ambao wametoka kwa mihadarati na kuwapatia short courses. Zile courses zinaweza wafanya waadapt na maisha, kwa sababu mtu akitoka kwa addiction alafu tena urudi mahali ulikuwa, inafanyanga ukue na ile kitu ya kukufanya urudi huko, kwa sababu unapata wale watu uliacha hapo wanafanya zile mambo mlikuwa mnafanya, ile wanatrigger ile kitu ulikuanga nayo, unajipata most of the time unapatanga mtu amerudi kwa addiction. Kitu ninaweza omba wazazi wazangu ni kuwalete karibu na kuwauliza maswali, ni nini iko na shida, nini inafanyaga ukunywe. Naye tukiwafanya hivyo, naye tukue naye serikali kuja tu karibu na sisi wazazi, watuoneshe tutafanya aje nao. Juu naye sisi wazazi tukikosa kazi na mtoto akosa kazi inakuwa shida. Lakini kama wakipata kazi na mimi nipate kazi, tutawaleta karibu na wataenda mbele. Tulikuwa tunajadiliana maneno matatu. Ati virabu ambayo zile zinafuja sheria zote zifungwe. Kama vile wananchi walisema, waliandika majina ya ile virabu baya sana hapa Karuri, tulisema zifungwe. Pia tumesema hakuna haja ya kupatiana klabu hapa Karuri ya 24 hours. Klabu inafunguliwa asubuhi mpaka usiku, ingine haifungwi. Tumekataa, tumesema zote zipewe barua. Na mtazamaji, taarifa hiyo ambayo